Yes, karibu kwenye recap ya michezo, tukianza na kombe la dunia kwa mwaka 2026. Limeendelea kushika kasi huku timu kadhaa zikikata tiketi ya hatua inayofuata. Spain ilibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Austria na kufuzu kwa kishindo. Nayo Portugal ilichapa Croatia mabao 2-1 huku mabao ya Ureno yakifungwa na Goncalo Ramos na Cristiano Ronaldo. Bao hilo limemfanya Ronaldo kufikisha mabao 3 katika mechi 4 alizocheza kwenye kombe la dunia kwa mwaka huo. Kwa upande mwingine, Switzerland ilifunga Algeria mabao 2-0 na kuhitimisha safari ya Algeria kwenye mashindano hayo. Mashindano haya yanaendelea tena usiku wa leo kwa michezo mitatu ya kusisimua. Australia Cape Verde itamenyana na Argentina saa 7 kamili usiku, huku Colombia ikitarajiwa kuvana na Ghana katika mchezo mwingine wa hatua ya mtoano. Tukirejea nyumbani Tanzania, macho na masikio kwa wadau wa soka yataelekezwa kule kisiwani Pemba, ambapo kesho Jumamosi kutachezwa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo Azam FC itachuana na Simba Sports Club katika uwanja wa Gombani kuanzia majira saa 11 kamili jioni. Je, ni Azam FC watakaotoa taji hilo au Simba Sports Club mnyama ataongeza kombe jingine kwenye kabati lake? Baada ya fainali hiyo kutakuwa na tukio jingine kubwa kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania. Mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu kwa mwaka 2025-26 Young African Sports Club watafanya gwaride maalum la kusherehekea ubingwa wao wa 5 mfululizo. Kwa mujibu wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shaaban Kamwe, alisema Jumamosi itakuwa Jumamosi ya kijani na njano, Jumamosi ya kutema sumu, huku kauli mbiu mpya ya klabu mwakani tena ikitarajiwa kuzinduliwa rasmi mkoani Mwanza. Na kwa taarifa zaidi, tetesi ambazo zinaendelea mpaka hivi sasa ni kuhusiana na Fadlu Davis kuja kwenye kikosi cha Young Africans Sports Club. Kwa taarifa zaidi, endelea kutufuatilia Global TV Online, lakini pia usiache kusikiliza Global Radio. Utapata taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Na kwa taarifa nyingine zaidi usiache pia kutufuata kule YouTube Global TV Online. Mimi ni Anifa Saidi wa Global TV. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia 250,000 hadi 500,000 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.